Sana TV. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alhamdulillahi wa salatu wa salamu ala sayyidina rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walaha, amma ba'd. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq an-nasir al-haqq bil haqq wal hadi ila siratika al-mustaqim sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Tukiwa tuko na faida tunazopata katika hijra ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Katika kipindi hichi na halaka hii tutagusia kitu kimoja muhimu tunachokipata katika hijra ya Mtume. Mtume alivyotoka na Sayyidina Abubakar anakuja zake Madina, kulitoka ofa Maka ya ngamia. Atakayempata Mtume hai au amekufa atapata ngamia 100. Na wakati huo alikuwa kuna kiumbe ambacho kwamba kinaitwa Suraka. Suraka alikuwa ni khabir na ni mwanachuoni wa kufuata nyayo. Yaani farasi akapita sasa hivi, Suraka akaenda kugusa ule mchanga na kwambia huu farasi amepita dakika fulani, ama akigusa tena mchanga hivi anakuambia huu farasi amepita siku 2 zilizopita na sasa atakuwa yuko sehemu fulani. Kwa ufupi, Suraka alikuwa ni mwanachuoni wa kufuata nyayo. Ile ofa ilivyotoka Maka ya kuwa atakayemleta Mtume hai au amekufa atapata zawadi fulani, Suraka kabidi atoke. Hakuweza kuvumilia, kabidi atoke aende atafute Mtume. Akafuata sati mpaka akampata Mtume huyu hapa. Akawa anamfuata Mtume, kila akisogea karibu na farasi wake, farasi anadindimia katika ardhi. Akidindimia katika ardhi anamwomba Mtume msamaha, ya Rasul, nisamehe bwana, mimi sitofanya tena, sikufuati tena, ukinitoa nitaenda zangu. Mtume anamsamehe, farasi wake anainuka. Akiinuka, Suraka anapata moyo tena, pesa jamani hizo zote zilioko Maka. Anafuata tena nani? Mtume. Akiamua kumfuata, ardhi inammeza. Suraka anaingia tena, anaanza kuomba msamaha tena. Jamani nisamehe, ni wewe bwana, ni mtu mzuri, tumekuzoea, kwa hivyo unaomba unisamehe. Mtume anamsamehe. Mara ya 3 akafanya tena hivyo, lakini mara ya 3 Mtume alipomsamehe, Suraka alisilimu. Nukta ambayo kwamba nataka tuifungue hapa ni katika kusameheana. Hakuna zaidi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Amefanyiwa mambo mingi, lakini alikuwa akisamehe. Tuangalie mimi na wewe maisha yetu ya sasa tunavyokaa. Wallahi la kusikitisha, utasikia mtu anamwambia mwenzake mimi na wewe paka kiyama. Sasa kiyama ndo kafanya nini? Haya ni maneno tunayatumia kwa sababu ya suu tafahumi ya hapa na pale. Tumekwaruzana tu katika mambo madogo, asikia mtu mimi sikusamehi, mimi siwezi kukusamehe kabisa. Ndugu mtazamaji, kwa faida yangu mimi najihusia mimi na kuhusia wewe, hakuna kitu kizuri kama kufungua ukurasa mpya. Kama vile ambavyo kwamba hutaki kumsamehe mwenzako, utakaufikirie kuwa na wewe pia utakuja kukosea. Je, utasikia raha mtu asikusamehe? Ikiwa Mwenyezi Mungu makosa tunaomtenda, maasi tunaofanya, hebu angalia hapa duniani kuna mtu anayekosewa zaidi ya Mungu? Hakuna shekhe. Wewe unakaa kuanzia asubuhi kwenye kazi zako mpaka unaondoka, hakuna tali kuudhi. Fikiria siku mzima Mwenyezi Mungu anakosewa mara ngapi? Masaa 24 Mwenyezi Mungu anaasiwa. Masaa 24 sheria za Mwenyezi Mungu zinakeukwa. Lakini pale pale Mwenyezi Mungu atuambia, qul ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna Allaha yaghfiru dhunuba jamia. Anaambia enyi waja wangu ambao kama mmefanya israfu katika madhambi, mmefanya israfu ya nafsi zenu, msikate tamaa. Inna Allaha yaghfiru dhunuba jamia. Mwenyezi Mungu anasamehe madhambi yote. Kwa nini mimi na wewe tukikosana na mtu mwingine huwa hakuna tena kusameheana? Haya ndio mambo ambayo kwamba yanaturegesha nyuma kwenye maisha. Angalia sisi tunavyokaa. Tunakaa kwa mfumo ambao kwamba sio tuliosoma kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume, mtu ametumwa, atakayempata atapewa zawadi, pale pale anamwomba msamaha, Mtume anamsamehe, anainuka tena hapo hapo anamfuata, anadindimia kwenye ardhi, Mtume anamsamehe tena hapo hapo. Lakini mimi na wewe, mtu ukakosana naye katika mazungumzo tu kidogo, basi ukitoka pale tayari utakaenda kuketi na wenzako, ule jamaa mimi sielewani naye kabisa, na leo ndo nimemjua kuwa huyu jamaa ananichukia. Yaani mtaanza kuambiana maneno
Labda la kusikitisha ni marafiki mko miaka 7, lakini mkakosana siku moja tu, mtaanza kutoleana aibu zenu za miaka 7. Hivi ndio tunavyoishi. Masikitiko makubwa sana. Marafiki mmeshibana kwa siku moja tu, basi kila ukikaa na mtu utaanza kumwelezea huyu ni hivi, huyu ni hivi, huyu ni hivi. Angalia Mwenyezi Mungu anavyotusomesha katika Qur'ani. Mwenyezi Mungu asema wayafu ani sayiat. Mwenyezi Mungu anasamehe madhambi yale yenyewe. Kwa nini Mwenyezi Mungu hakusema wayafu anil musiina, anawasamehe wenye kutenda dhambi? Asema wayafu ani sayiat, anayasamehe madhambi yenyewe. Taka tujiulize mimi naye, yenye kusamehewa ni madhambi au ni ule mtu alotenda madhambi? Kiakili mwenye kusamehewa ni alotenda dhambi, lakini Mwenyezi Mungu katika Qur'an anasema wayafu ani sayiati, anasamehe madhambi. Unajua kwa sababu gani? Kwa sababu sisi tunavyokaa, anayekusamehe anakusamehe 50-50. Yani lau sasa hivi utaibiwa simu au iibiwe pesa zako au iibiwe kamera yako au iibiwe kalamu yako au iibiwe kitu chochote, kisha bana uelewane na ule aliyokuibia, bana mimi nimekusamehe kwa ajili ya Mungu, inshallah nimekusamehe bana, najua ni sheitani alikushika, si umemsamehe? Sasa hebu toka pale uende sehemu nyingine. Kama ule alikuibia simu umemsamehe, ukaenda sehemu nyingine ukisikia mtu ameibiwa simu, lazima utoe story yako ya nyuma. Mimi juzi tu nimeibiwa. Sasa wewe kama ushamsamehe wakumbuka nini? Lakini kuonesha kuwa sisi hatusameheani, sisi tunafumbana macho. Yani kitu chochote ulichotenda na mwenzako miaka 10, lau miaka 10 ulikuwa na rafiki kisha akakutenda akakutia hasara, basi miaka 10 ukapatana na rafiki mwingine ambao kwamba yeye pia amefanywa hicho kitu, watu wakielezea story hiyo lazima na wewe utaje story yako kwa mimi pia nilifanywa hichi kitu. Lakini angalia Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hijra, Suraka yomkosea Mtume anamsamehe hapo hapo. Yomkosea tena, wala Mtume hamwambii wewe natoka kusamehe sasa hivi, sasa unakuja tena. Mtume akimwambia nisamehe sitokufuata tena, Mtume anamsamehe. Tuigeni mafunzo ya kusameheana, kwa sababu bila ya kusameheana hatutaweza kuishi. Hakuna mtu ataweza kuishi kwenye mazingira yake peke yake. Mimi na wewe twahitajia wenzetu. Usipokuwa na tabia ya samehe, utapata shida sana katika ulimwengu. Yani wewe ukifanywa kitu kidogo wewe utaki kusamehe. Wewe mtu amekudhi kidogo ndio utaki kuongea naye wiki 2. Wallahi alazim utapata shida kukaa katika maisha, kwa sababu sote tunahitajiana. Yafaa tufumbiane macho. Tuchukueni hii faida moja katika hijra, faida ya kusamehe, kuwa msamehevu. Jihisi kwa na mimi nitakuja kumkosea mwenzangu. Tumekoseana tu, mwenzangu amechelewa kuja mahali, nimempigia simu, nimempigia kelele, kwa nini tumeagana hujakuja time ulizoniambia, wewe siku hizi si rafiki yangu tena nini? Unashangala kusikitisha, watu wanachukua mwaka mmoja mzima wamekosana kwa sababu tu walichelewa kukutana sehemu moja tu, wameagana wakutane sehemu waongee mazungumzo ya kibiashara au mambo mengine. Tutakaa vipi hivyo? Tumwigeni Mtume katika hijra, katika kitu cha kusamehe. Tusameheane katika makazi yetu, katika shughuli zetu, katika mambo yetu mingi, ili tuweze kuhitajiana wakati mwingine. Lakini ikiwa huna lugha ya kusamehe wenzako, basi kwenye haya maisha utaona hii dunia imekuwa dhiki kwako. Kwa haya machache tutosheke. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.